Sawa, nipandishe kipenzi. Haya, huyu hapo kapanda. Mambo vipi? Poa, karibu kipenzi. Moja kwa moja dukuduku langu lipo kwa mdada fulani anaitwa Malihamu, napatikana Singida. Alinichukulia mume wangu akijua nimepauka, salamu zimemfikia yeye, amepauka si kitoto, na siku nikija Singida nitaenda kumuona. Hapo stendi mgani kwake, yuko hapo chini ananiona. Salamu zimfikie. Mume alinichukua akijua atadumu naye hata miezi mitatu hajafika naye. Pole, nampa pole, tena pole hasa soa kidogo, maana amepauka sio kitoto kwa kweli. Yuko hapo chini, ujumbe umfikie, na nikifika Singida lazima nije nimuone, maana amepauka sio kitoto. Akikupiga sasa hawezi kunipiga jeruhi. Kwanza ni mtu mzima, mshangazi. Kunipiga hawezi, mimi mtoto wa 2000. Alinichukulia mume akijua atamweza yeye, akijiona kwamba yeye ndio mshangazi anaweza kumtuza mume. Ameachwa, tena ameachwa vibaya kuliko mimi. Nampa pole sana dadangu, yuko chini hapa ni DM kabisa, ila nikifika Singida Bishops lazima nije nimuone, maana amepauka. Mume kamwacha na mtaji kakimbia na Arusha, kwa kaachwa vibaya, bora na mie. Ujumbe umfikie Bishops, yuko hapo chini, alishike hilo. Sawa. Ujumbe umemfikia kipenzi. Hivyo sasa nipigiwe jamani, kuna watu wampea jamani, kuna watu wampea. Mtu asilie na maisha yake, mshaanza kumpigia simu kutaka kujua saa 6 usiku. Simtulie, sasa kupigiwa. Au mnataka sasa nianze kulia? Nishalia vya kuposti, nishaposti ka comment, subirieni pakucha asubuhi. Mnaanza mnapiga simu nataka kujua ninaeleza nini? Maelezo yote sinishaelezea. Mbona watu hamjuagi kukaa na kitu chenu jamani? Kitu cha mtu kashakiposti, angekuwa anataka ushauri si angewapigia. Mtu kashaposti huko, mnaanza kupiga simu. Mnataka nini jamani? Mnataka nini? Mnataka mimi niongee nini tena? Nipo kwenye kipindi changu cha dukuduku, njitoe zangu mawazo nicheke mbaka. Lakini mtu ndo unataka tunaongea nini? Vyote nishaongea, au ndo unataka nianze kulia? Jamani, wewe usiniambie usifoke, maana nipo nakata simu inapigwa. Na mnataka mjue nini? Mnataka mjue nini? Vitu nishaposti, hakuna wakunisaidia. Mtu upo tu kama mimi, unataka upige simu nianze tena kuelezea? Sina muda huo. Jamani nyinyi watu. Nini sasa mtu unapiga simu? Mwae dukuduku panda. Naelezea ndo hivyo, kwa hiyo ndo hivyo. Yaani nilichokiposti nakuja na kuelezea tena wewe. Nipandishe. Watu jamani, vitu vinawapwinta. Mwae dukuduku panda. Sitaki kupigiwa. Nilichoposti katume comment kama huruma kaiweke huko. Mambo mengine waachie wengine. Nimesema tagi viongozi wakubwa huko wa nini wanisaidie, tumemaliza. Mtu upo tu kama mimi nini? Wewe ni wakupandisha. Tipipi nishushe. Umbea. Mimi mambo yangu sipendi makolokolo kibao. Karibu. Da pipi, mambo poa. Jamani, na dukuduku langu, kuna binti anajiita Winifrida Ali. Akome amenitafuta DM, dada anataka toka Sagani. Hayo sio mambo yangu. Mimi nagusanisha hasi na chanya, tugusanishi hasi na hasi. Tunataka mpaka moto wake, mlipuko. Habari za kwenda kusagana, kutiana midole, kutiana migonjwa na milimi hatutaki. Winifrida Ali, ujumbe ukufikie popote pale ulipo. Mambo ya kusagana sio shida zetu. Mdada mzuri unachakuolewa ukapigwe bomba, kazi kutongoza wadada. Mimi nimekupenda, nimekuelewa, si nini, sitaki. Nimemaliza, dukuduku langu ndio hilo. Winifrida Ali, popote ulipo ujumbe ukufikie. Sawa, nipandishe kipenzi. Haya. Huyu hapo kapanda. Mambo vipi? Poa, karibu kipenzi. Moja kwa moja dukuduku langu lipo kwa mdada fulani anaitwa Malihamu, napatikana Singida. Alinichukulia mume wangu akijua nimepauka, salamu zimemfikia yeye, amepauka si kitoto, na siku nikija Singida nitaenda kumuona. Hapo stendi mgani kwake, yuko hapo chini ananiona.
salamu zimfikie. Mume alinichukua akijua atadumu naye hata miezi 3 hajafika naye. Pole, nampa pole, tena pole hasa soa kidogo, maana amepauka, sio kitoto kwa kweli. Yuko hapo chini, ujumbe umfikie, na nikifika Singida lazima nije nimuone, maana amepauka, sio kitoto. Akikupiga sasa hawezi kunipiga jeruhi. Kwanza ni mtu mzima, mshangazi. Kunipiga hawezi, mimi mtoto wa 2000. Alinichukulia mume akijua atamweza yeye, akijiona kwamba yeye ndio mshangazi anaweza kumtuza mume. Ameachwa, tena ameachwa vibaya kuliko mimi. Nampa pole sana dadangu, yuko chini hapa ni DM kabisa. Ila nikifika Singida Bishops lazima nije nimuone, maana amepauka, mume kamwacha na mtaji kakimbia na Arusha, kwa kaachwa vibaya, bora na mie. Ujumbe umfikie Bishops, yuko hapo chini. Alishike hilo. Sawa. Ujumbe umemfikia kipenzi. Hivyo sasa nipigiwe jamani, kuna watu wampea jamani, kuna watu wampea. Mtu asilie na maisha yake, mshaanza kumpigia simu kutaka kujua saa 6 usiku. Simtulie, sasa kupigiwa. Au mnataka sasa nianze kulia? Nishalia vya kuposti, nishaposti ka comment, subirieni pakucha asubuhi. Mnaanza mnapiga simu nataka kujua ninaeleza nini? Maelezo yote sinishaelezea. Mbona watu hamjuagi kukaa na kitu chenu jamani? Kitu cha mtu kashakiposti, angekuwa anataka ushauri si angewapigia. Mtu kashaposti huko, mnaanza kupiga simu. Mnataka nini jamani? Mnataka nini? Mnataka mimi niongee nini tena? Nipo kwenye kipindi changu cha dukuduku, njitoe zangu mawazo nicheke mbaka. Lakini mtu ndo unataka tunaongea nini? Vyote nishaongea, au ndo unataka nianze kulia? Jamani, wewe usiniambie usifoke, maana nipo nakata simu inapigwa. Na mnataka mjue nini? Mnataka mjue nini? Vitu nishaposti, hakuna wa kunisaidia. Mtu upo tu kama mimi, unataka upige simu nianze tena kuelezea? Sina muda huo. Jamani nyinyi watu. Nini sasa mtu unapiga simu? Mwae dukuduku panda. Naelezea ndo hivyo, kwa hiyo ndo hivyo. Yaani nilichokiposti nakuja na kuelezea tena wewe. Nipandishe. Watu jamani, vitu vinawapunta. Mwae dukuduku panda. Sitaki kupigiwa. Nilichoposti katume comment kama huruma kaiweke huko. Mambo mengine waachie wengine. Nimesema tagi viongozi wakubwa huko wa nini wanisaidie, tumemaliza. Mtu upo tu kama mimi nini? Wewe ni wakupandisha. Tipipi nishushe.